Hali iko namna gani siku moja baada ya maandamano? Mwandishi wetu Robert Gakure yuko maeneo hayo na kwa sasa tunaungana naye moja kwa moja. Robert Gakure, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tujuze kwa kina hali iko namna gani kwa sasa? Naam, shukran sana Paul Kirobi, na kupokea kwa njia ya moja kwa moja kutoka hapa kaunti ya Murang'a. Na ni kweli vile umesema kuwa hapo jana katika kaunti ya Murang'a pia kaunti hii haikuachwa nyuma, kwani vijana wa kizazi cha Gen Z waliweza kujitokeza kushiriki katika maandamano haswa masaa ya jioni, na mahali tumesimama ni katika barabara ya kutoka mtaa wa Murang'a kuelekea Kiriaini, na kama mpiga picha wetu anavyoweza kukuonyesha ni kuwa hapo jana hii barabara ilikuwa imefungwa kabisa, kwani waandamanaji waliweza kuwasha mioto, wakafunga barabara kwa masaa kadhaa, na wakakabiliana na maafisa wa polisi ambao walikuwa wanahakikisha kuwa wameondoa zile vizuizi zilikuwa waandamanaji wameweka, na kuhakikisha kuwa usalama umeregea na hali ya kawaida iweze kuregea. Lakini katika kaunti ya Murang'a hakuna uporaji ambao uliendelea, ila tu waandamanaji walijaribu kubomoa ukuta mmoja wa kuingia katika makazi ama maeneo ya bunge la kaunti ya Murang'a, na ningependa kuweza kumshirikisha baadhi ya wakazi ili watufahamishe maandamano ya hapo jana pengine waliyachukulia vipi. Tukianza kwa majina, maandamano ya jana hapa kaunti ya Murang'a uliyaona vipi? Asante sana. Kwa majina naitwa George Gadhuru, na mimi ni mkazi wa hapa Murang'a. Sisi tungetaka sana kushukuru wana Gen Z wa huku kwetu Murang'a, kwani wao waliandamana na walikuwa na the peaceful protests. Huku hawakuweza kuharibu biashara, walikuja tu wakaandamana. Polisi walijaribu kuwafurusha, lakini pia wao hawakuingia kwenye ile mtego wa haribu mabiashara, na fahamu hizi mabiashara ni za wazazi wao, ndizo zinawalisha, ndizo zinawafundisha na kuwapa ile mkate ya kila siku. Na kwa hivyo tungeweza sana kuwashukuru sana, tuwashukuru sana kwa sababu wao walijionyesha kama watu wazima na hawakuweza kuharibu biashara zao. Na pia ningesema kuambia serikali isijifanye haioni, isijifanye haikusikia, imeona kile Gen Z wanaweza fanya kwa hii nchi. Tafadhali rais wetu wa nchi na naibu wa rais na bunge, mjue ati hawa vijana wana hasira, hawa vijana wako na kile wanachokitaka. Tafadhali mkiwaona hivi, nyinyi mjue kenye mtawafanyia ndio hii hasara iishe. Tunauliza tu serikali, msijifanye kenye mliona ati haikufanyika. Hao watu wakasema watatokelezea kila siku. Huku Murang'a hakuna biashara hata moja ilikuwa imefunguliwa. Ukiulizwa wafanyikazi wote hapa wafanyi biashara wanahesabu tu hasara zao za jana. Wakisema watatokelezea kila siku, mtawafanyia nini? Kwani polisi, tuko na polisi wangapi wanaweza contain hii maandamano yote? Kwa hivyo nyinyi serikali tunawaomba tafadhali mjue venye mtafanyia hao vijana ndio hii vita iishe. Kama maandamano ya wiki iliyopita, kuna wale walipigwa risasi na maafisa wa polisi. Hata hapo jana katika maeneo tofauti kuna wale tunaona walifariki baada ya kupigwa risasi. Pengine unaweza sema vipi kuhusu maafisa wa polisi kutumia nguvu kupindukia wakati wanapambana na waandamanaji? Hao maafisa wa polisi, mimi venye niliwitness jana, wao ndio wanasababisha chaos. Kwa sababu once watu wamekuwa na peaceful demonstration, alafu waanze kuwarushia tear gas na nini, hakuna kitu kingine mnaitisha tu mwanze kuvutana, kwa sababu vijana wapotei na wao wataanza kuchukua mawe waanze kuwarushia na kufanya vitu zingine. Tafadhali nyinyi polisi, hata nyinyi ni wazazi. Watu mnakuja kuua ni madugu zenu, watu mnakuja kuua ni watoto wenu. Kwa hivyo tunawaomba tafadhali, ikifanyika hizi maandamano, pia nyinyi mkuje mkijua ama mmebeba ile roho ya utu, mkuwe na utu. Mjue hawa watu kama hangekuwa wamekosewa, kama hangekuwa na hasira, kama hangekuwa na kitu ya kusema, hawezi tokelezea kwa barabara. Hawezi tokelezea. Kwa hivyo pia nyinyi mkikuja mjue pia nyinyi ni Wakenya, mwache kutumia nguvu kuliko venye inatakikana. Pengine mwisho kabisa, unaona kesho ya vijana haswa katika nchi ya Kenya iko katika hali gani? Sioni mimi ikuwa salama. Mimi kwa maoni yangu
if something is not done na ifanyike immediately, ifanyike kwa haraka sana, sioni future hii nchi ikienda vizuri, kwa sababu hawa vijana bado wanaongezeka. Kuna wenye wako shule, wenye wajapata makazi, kuna wenye wanatafuta biashara za kufanya na makazi zingine, wengi sana wamesoma na hakuna mahali wameenda. Kwa hivyo future hii nchi, nyinyi serikali msipoiangalia vizuri, hakuna mahali vizuri zaenda. Nashukuru sana. Ni baadhi ya maoni kutoka hapa kaunti ya Murang'a, na hadi kufikia sasa makali ya vitoa machozi bado yangali katika hewa mahali tumesimama, kwani jana waandamanaji waliweza kutawanywa kupitia vitoa machozi. Kwa hivyo turuhusu tuweze kufikisha hapo, lakini ni taarifa ambayo tutafuatilia ili katika taarifa zetu za matukio na taarifa ambazo zitaweza kufuata tukuletee kwa njia iliyo sawa. Kwa niaba ya mpiga picha na vile kwa niaba ya runinga ya TV47, niregeshe usukani kwako Paul Kirobi. Jina langu ni Robert Gakure. Na asante sana Robert Gakure ukiwa katika kaunti ya Murang'a kwa kutuchorea taswira kamili jinsi hali ilivyo kwa sasa. Nifiwa kwamba kwa sasa bado kuna moshi ya vitoza machozi ambayo ilikuwa imetupwa jana na walinda usalama. Lakini kwa sasa mtazamaji, baada ya taarifa hiyo tutakuwa tunachukua mapumziko mafupi, kisha tutakuwa tunarejea na mjadala komavu kuhusiana na makovu